chini, wewe ambaye uko kwenye nayo tufuatilizia popote ulipo. Mungu akubariki sana, Mungu akutie nguvu tunapoendelea kufundishana siku ya leo. Naamini ya kwamba kuna kitu chema ambacho Mungu anaenda kukufundisha siku ya leo. Amen. Jina langu ni mchungaji Samora Kitengi, Abundant Life Center, Taveta, Kenya. Amen. Kwa hivyo leo tuko part 2 ya ujumbe ambao nilianza Jumapili iliyoisha, Facing the Storms of Life. Jinsi ya kukumbana na zile dhoruba ama tufani za kimaisha. Na tukaona ya kwamba tufani ama dhoruba za kimaisha zinaweza kumpata mtu yoyote. Haijalishi wewe ni nani, haijalishi kabila lako, haijalishi nchi ulioko, lakini ni part of life. Storms of life zinakuja, na ni Mungu atusaidie tuweze kujiweka tayari na kujua kwamba zinapokuja ni nini ambacho tunapaswa kufanya. Kwa hivyo tunapoongea katika storms of life, last time tuliona tunapoongea kuhusu storms ama dhoruba ama tufani, ni matukio katika maisha yetu sisi kama wanadamu ambayo yanakuwa kama kizuizi ya sisi kufikia lile lengo ama kusudi ama matarajio tuliyokuwa nayo. Pia tunapoongea kuhusu dhoruba ama tufani, ni yale matukio ambayo yanatukosesha amani, yanatukosesha utulivu katika kimaisha. Kuna mambo ambayo yanakuja ni kama usumbufu fulani, yanakuja kutusumbua, kututatiza ile amani yetu na utulivu wetu katika kimaisha. Kwa hivyo kuna storms of life, but Mungu anatamani ya kwamba tukajifundishe jinsi ya kutembea katika kuzishinda zile storms of life. Tulisema either uko katika tufani saa hizi ama dhoruba, ama unatoka, ama pengine unajiandaa kuingia moja. Kwa hivyo hiyo, you are not immune to storms of life. Na haijalishi wewe ni muombezi kiasi gani, haijalishi una hekima, haijalishi umesoma kiasi gani, sisi kama wanadamu tutapitia katika tufani na dhoruba za maisha tunapoendelea kuishi. Kwa hivyo ni kitu ambacho huwezi kujizuia. Tukaona yale maeneo ama types of storms, ya kwamba kuna storms ambazo they are caused by your own self, ni wewe mwenyewe unaozileta. Kuna zile namba 2 storms ambazo zinakuja kwa sababu ya watu wamekuletea. Alafu pia kuna zile storms ambazo zinatokana na matatu na shetani kuzileta katika maisha yako. Alafu kuna zile za 4 ambazo ni storms ambazo Mungu huziruhusu zitufikie katika maisha yetu. Na tukaona kwamba wanafunzi, maana somo la msingi lilikuwa linatoka katika kitabu cha Mathayo mlango wa 8 mstari wa 23 hadi 27. Mathayo mlango wa 8 mstari wa 23 hadi 27. Alafu kuna Luka 8:23. Alafu pia kuna Marko 4:37 hadi 38. Mathayo 8:23 hadi 27, Luka 8:23, alafu Marko 4 mlango mstari wa 37 hadi 38. Na ni hadithi ambayo tuliona ya kwamba Yesu aliwaambia wanafunzi wake tuvuke twende ng'ambo nyingine. Na walipokuwa katika safari ile ya kwenda ng'ambo nyingine, maana walikuwa wanavuka bahari, Biblia inasema ya kwamba dhoruba, tufani ikainuka, upepo mkali ukainuka ukaanza kupiga chombo. Ukisoma Biblia inasema ya kwamba maji yakaanza kuingia kwenye chombo na chombo kikaanza kujaa maji. Wanafunzi wa Yesu wakajaribu kutoa maji, wakaona haviwezekani, na wakamwamsha Yesu. Biblia inasema ya kwamba Yesu alikuwa amelala katika chombo. Wakamwamsha na kumuuliza, "Je, Bwana, mwalimu, hujali tunaangamia?" Na baada ya hapo tunamwona Yesu anasimama na akaamuru mawimbi na dhoruba na tufani itulie, na ikatulia. So hilo ndio somo letu la msingi ambalo tumeona. Sasa tuliona mara ya mwisho ya kwamba wanafunzi wa Yesu walijikuta katika tufani ama katika dhoruba hata baada ya kwamba wamemtii Mungu. They were not in disobedience, they were in obedience. Walitii neno la Yesu na bado wakajikuta katika tufani. Nikawaambia Jumapili iliyopita ya kwamba
you can be in the will of God and you find yourself still right inside the storm. Inawezekana ukawa katika mapenzi ya Mungu na bado ukajikuta uko ndani ya tufani. Kwa hivyo tufani na dhoruba za maisha zinapokuja, haimaanishi ya kwamba hauko katika mapenzi ya Mungu. Kwa sababu wanafunzi wa Yesu walikuwa wamemtii Yesu ya kwamba waende ng'ambo nyingine. Lakini hata kwamba Yesu wamewaambia wavuke ng'ambo nyingine, hata baada ya kwamba wamemtii Yesu, bado wanakumbana na tufani na dhoruba. Nataka kusema hivi mpendwa, kando na kwamba umekuwa ukimtii Mungu, kando na kwamba umekuwa ukisikia neno lake, kando na kwamba umekuwa ukiomba na kufanya mambo yote ambayo yanakupasa kufanya wewe Mkristo, nataka nikwambie hiyo haitakuepusha wewe na dhoruba na tufani za maisha. Unaweza ukajikuta umefanya mambo haya yote, unaweza kujikuta umempenda Mungu sana, lakini bado ukapitia katika dhoruba na katika tufani za maisha. Nikawaambia hivi ya kwamba tusijipime uhusiano wetu ama nafasi zetu na Mungu kupitia yale tunayopitia. Usidanganyike kwa sababu unapitia vipindi vigumu vya maisha kumaanisha Mungu hayuko na wewe. Haimaanishi kwamba Mungu hakupendi. Haimaanishi ya kwamba Mungu hakujali. Inawezekana bado ukawa unatembea katika mapenzi ya Mungu na bado ukawa una changamoto. Maana uliokoka ukaambiwa ya kwamba ukiokoka hakuna shida, ni amani na furaha. Ni kweli. Lakini kando na amani na furaha ambayo Yesu anatupatia, kuna changamoto na tufani za maisha. Kwa hivyo usishangae, usijione uko odd one out, usijione kwamba una kasoro unapopitia katika tufani, katika shida, katika mateso na katika mapito ya maisha. Wanafunzi wa Yesu walikuwa katika mapenzi ya Mungu, and yet the storm came. Kwa hivyo unaweza kuwa katika mapenzi ya Mungu na bado upate dhoruba na tufani. Tumeelewana hapo? Tumeelewana hapo? Bwana Yesu asifiwe. Sikiza, kitu kingine kinashangaza ni hichi. That storm occurred even Jesus was still in the boat. Hujanisikia? Ya kwamba tufani na dhoruba na upepo zilikuja hata wakati Yesu alikuwa kwenye chombo. Kwa hivyo the presence of Jesus did not prevent the storm from coming. Kwa hivyo ingawaje Yesu alikuwa kwenye chombo, lakini bado tufani na upepo ulipiga. Kumaanisha hivi, si tunajua tumeokoka, si Yesu yuko ndani ya mioyo yetu, lakini nataka kusema hivi, ingawaje umeokoka na Yesu anaishi ndani yako, ingawaje Yesu yuko kwenye chombo cha maisha yako, lakini haimaanishi ya kwamba hutapitia katika tufani na dhoruba. Sasa dhoruba na tufani ilitokezea hata wakati Yesu alikuwa na wao. Kwa hivyo si kwamba Yesu amekuacha. Mgeukie mwenzako mwambie, kwa sababu unapitia tufani, mwambie hivyo. Mwambie haimaanishi Yesu amekuacha. Mwambie Yesu anaweza kuwa chomboni na bado chombo kipigwe na tufani. Maana uliambiwa hivyo ya kwamba ukiwa na uwepo wa Mungu hautapata shida. Si kweli. In fact, wanaopata shida nyingi na changamoto nyingi ni watu waliombeba Mungu. Biblia inasema katika Zaburi, mengi ni mateso ya wenye haki, lakini Mungu atawakomboa. Si kidogo. Wenye haki wana changamoto nyingi. Wacha niwaambie ukweli, wenye haki wana changamoto nyingi. Wenye haki wana mateso mengi wapendwa. Lakini Biblia inasema mengi ni mateso ya wenye haki, lakini Mungu atawakomboa na hayo yote. Unaweza ukapata mateso na changamoto, lakini Mungu ameahidi atatupigania na atatuondoa. Kwa hiyo hajatuahidi ya kwamba hatutapata changamoto na tufani. God has not promised us not to be in trouble. Mungu hajatuahidi ya kwamba hatutapata shida. Mungu hajatuahidi ya kwamba hatutachukiwa. Mungu hajatuahidi
ametuahidi ya kwamba atakuwa na sisi. Anasemaje katika kitabu cha Isaya? Anasema unapopita kwenye moto nitakuwa na wewe, utachomeka. Unapopita kwa maji mengi sitakuacha, nitakuwa pamoja na wewe. Sikiza, kupitia kwa maji mengi haimaanishi Mungu hayuko na wewe. Mungu anahakikisha unapopita katika maji mengi na moto mwingi, yeye yuko katikati yako kuhakikisha kwamba moto hautakuchoma na maji hayatakubeba. Kwa hivyo usisumbuke kwa sababu ya mioto ya maisha. Anasema nitakuwa pamoja na wewe mama. You need to rejoice inside your fires. You need to rejoice inside your waters because he has not left you. Hajakuacha. Unajua lazima tuambiane ukweli wa maisha. Maana tunaweza kuishi maisha mengine ya ajabu tukaona kwamba Mungu si wa kweli. Mungu ameacha kuwa mwaminifu. Sikiza. Hata Yesu alipokuwa katika ulimwengu huu alipitia mateso na changamoto. Nataka kusema hivi. Do you know why Jesus left in that boat? Unajua kwa nini alilala? Jesus was trying to reveal his humanity to us. Yesu alituonyesha ya kwamba ingawaje alitoka mbinguni, lakini yeye alikuwa ni mwanadamu na mwanadamu huchoka. Ndiposa alikuwa analala. Alikuwa ametoka huduma siku nzima amechoka. Na yeye kama mwanadamu akawa pia anahitaji kupumzika. Kwa hivyo Yesu anapolala anatuonyesha ya kwamba yeye alikuwa mwanadamu, kumaanisha anajua wanadamu ni nini, anajua kuchoka ni nini, anajua njaa ni nini, anajua kusema vibaya ni nini, anajua kutukanwa na kupingwa because he was a human. Alikuwa mwanadamu. Na kwa sababu alikuwa mwanadamu, pia Yesu anajikuta katika tufani. Kwa sababu Yesu alikuwa mwanadamu, anajikuta katika dhoruba. Hii inatia moyo ya kwamba unapopitia dhoruba mama, unapopitia tufani usivunjike moyo. Wewe si wa kwanza. Hata Yesu alijikuta katika tufani. Hata Yesu alijikuta katika dhoruba walipokuwa wanavuka. So waliopitia Yesu akiwa ndani ya boti. Lakini walifikia mahali wakasahau kwamba walikuwa na Yesu. Na wanapomwamsha wanamwambia Yesu, ujali tunaangamia. Na ukweli wa mambo ni kwamba they were all facing the same challenges. Wanafunzi na Yesu walikuwa wanapitia mambo mamoja wote. Walikuwa wanapitia hali ambazo zilikuwa zinafanana. Lakini wanalalamika. Wanamuona kama Yesu hajali. Wanamuona ni kama Yesu haelewi. And yet they were in the same challenge. Nataka kusema kilicholeta tofauti ni kwamba wote walipitia changamoto moja. But Jesus responded differently. Yesu alitenda ama alirespond kwa tofauti. Sote tunaweza kupata changamoto moja hapa. Lakini the outcome will depend on your response, will depend on your attitude. Tunaweza kupitia jambo moja, lakini attitude yako na jinsi utafanya kwa ile changamoto inaweza kuleta matokeo tofauti. So it is you who determines the outcome of your storm. Nasema hivi, ni wewe unayeamua matokeo ya dhoruba na tufani unayopitia. Mgeukie mtu mwambie hivyo. Mwambie ni wewe unayeamua matokeo ya tufani na mawimbi na dhoruba za maisha. Ni wewe unayeamua. Ni wewe. Lakini Yesu aliamua kulala.
na Mungu wake. Alikuwa na ujasiri katika kusudi la Mungu. Wakati unapitia kwa tufani na dhoruba alafu hujui kusudi la Mungu maishani mwako, utayumbayumba, utaanyanya. So kinachotufanya kuanyanya sana ni kwa sababu pia hatujui kusudi la Mungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. So tufani inatokezea na Yesu yuko kwenye nini? Kwenye chombo. Sema Yesu yuko kwenye chombo. Sema tena Yesu amelala. Sema Yesu amelala. Imagine wanamwamsha Yesu na kumwambia don't you care. Yesu ujali kwamba tunaangamia. Ni nani aliyowaambia kwamba wanaangamia? Ni kwa nini wakaanza kufikiria kifo? Na Mungu atusaidie tunapopitia dhoruba na changamoto za maisha ama shida nzito. Mara nyingi watu tunakata tamaa na kuona tunamalizika. Yesu hakuambia kwamba wanakufa. Yesu aliwaambia tuvuke ng'ambo nyingine. Niko hapa kukutangazia kwamba haufi. Yesu amesema uende ng'ambo nyingine. Hata kama kuna kitu kitatokezea katikati ya bahari, amesema uende ng'ambo nyingine. Hakusema uende ukafe kwa bahari. Amen. Imagine Yesu anawatoa ng'ambo ile akiwapeleza kuwaua wakiwa baharini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingine tunapokumbana na changamoto ama storms of life, most of us will respond out of fear instead of faith. Mara nyingi tunafanya vile tunafanya kwa sababu ya uoga. Mara nyingi hata imani inaishi. Mara nyingine hata unasahau kwamba ulikuwa umeokoka. Mara nyingine unasahau kwamba kuna Mungu anayeweza kwa sababu ya kuogopa. Mungu akusaidie ukiwa kwa tufani, usishikwe na uoga. Bwana Yesu asifiwe. Kingine ambacho unakiona wakati dhoruba ama tufani inapoanza, ukisoma pale Luka 8:23. Luka 8:23 inasema hivi: nao walipokuwa wakienda, alilala usingizi. Ikashuka tufani juu ya ziwa, chombo kikaanza kujaa maji, wakawa katika hatari. Nao walipokuwa wakienda. Sema nao walipokuwa wanaenda. Sema nao walipokuwa wakienda. Kuna kitu nataka tujifundishe hapa. Tufani na dhoruba haikuja wakati walipokuwa wanaingia chomboni. Tufani na dhoruba haikuja wakati bado wako nje ya chombo hawajaingia. Lakini Biblia inasema wakati walipokuwa wakiendelea, tufani ikashuka. Bwana Yesu asifiwe. When they were progressing, when they were going somewhere, the storm arose. Wakati walikuwa wanaendelea safari, tufani ikainuka. Inamaanisha hivi. Unajua ni kwa nini tufani iliinuka kinyume nao? Ni kwa sababu kuna mahali walikuwa wanaenda. Nataka kuambia hivi, changamoto unazopitia, mapito unayopitia, upinzani unayopitia, ni kwa sababu kuna mahali unaenda. Wala hakuna tufani ambayo mtu haendi mahali. So they were in the journey. Niposa tufani ikainuka. They were on the progress. Walikuwa wakipiga hatua wakisonga. Kwa nini mama leo unapigwa na watu? Ni kwa sababu unaenda mahali. Na nikwambie hivi,
Shetani hasumbui watu ambao hawaendi mahali. Shetani hana na shida na watu ambao they are stagnant. Watu ambao wamesimama mahali pamoja, shetani hana shida. Kwa hiyo unapoona unapigwa, hiyo ni ishara ya kwamba kuna mahali you are on the move. Ukiona unasemwa, mama elewa, uko safarini, you are on the move. Sasa wakawa safarini. Wakiwa wanaendelea, tufani ikashuka. Kuna mara nyingine sisi niliwaambia hivi, the reason why you have problems, sababu kwa nini leo una shida na changamoto unazopitia katika maisha na mapito mazito. Unakumbuka niliwaambia sababu nini? Niliwaambia sababu nini? Thank you. I said this. Kwa nini unapitia haya mambo? Ni kwa sababu you are alive. So shida ni ishara ya kwamba unapumua. Ndio mwenzako mwambie shida na changamoto ni ishara ya kwamba uko hai, bado hujakufa. Kwa hivyo nikikuona una shida, najua uko hai. Maana aliyekufa hana shida, aliyekufa hadaiwi renti, aliyekufa hadaiwi school fees, aliyekufa hadaiwi pesa zilizokopeshwa. Ulisikia wapi? Utaenda kwa maiti udai, wewe unakudai 1000. Hamna. So ukiona unadaiwa, ndio mwenzako mwambie ukiona unadaiwa pesa, uko hai, hujakufa. Na kama unadaiwa lipa. Maana uko hai. So why do we face a lot of challenges in life? It's a sign that we are alive. Ni kwamba uko hai. Na kama ulikuwa huna uhakika kama uko hai, mimi pasa naona nimekufa. Kama una shida, kama unaona huna pesa, wangapi hawana pesa? Kama hauna, unajihisi kwamba huna pesa, basi wewe uko hai. Kama mtu amekufa, anahitaji pesa. Unajua hizi pesa ni za hapa, huko hamna. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama hujaolewa, jua wewe uko hai. Na kama umeoa pia uko hai. Maana huko nchi nyingine hakuna kuolewa wala hakuna kuoa. Wangapi wako hai? Hapa. Kwa shida ni kawaida. Sikiza. Tunapoendelea, nataka kusema hivi that storms gives us a better revelation of Christ. Tufani na dhoruba zinazokuja katika maisha zinatupatia ufunuo mpya kuhusu Kristo. Kuna viwango, there are dimensions of Christ we can never know until we are in a storm. Haujanisikia? Kuna viwango wa kumjua Yesu hatuwezi kumjua pasipokuwa katika tufani. So tufani yenyewe inatusaidia kufunua Kristo na kumjua Kristo katika ukuu. Ukisoma katika Luka 8:25, wakati Yesu aliamrisha yale mawimbi yatulie, the next thing Biblia inasema wanafunzi wakashangaa. Wakasema ni nani huyu ambaye mawimbi yanatii? Kumaanisha walikuwa wametembea na Yesu miaka yote hiyo mitatu, lakini hawakujua kiwango cha Yesu kunyamazisha mawimbi. They never knew the power of Jesus over the storms. Lakini walipopitia haya wakashangaa, wakasema huyu ni nani? Imagine, kuna viwango vya Mungu ambavyo hatutavielewa mpaka tunapojikuta katika tufani. Wengine wetu tumefundishwa hapa na tufani, tumefundishwa na dhoruba za maisha. So by itself storms can reveal Christ to us, na sisi kumjua katika viwango vingine. Lakini katika yote hayo
nataka kusema Jesus is the Lord over every storm. Yesu ni Bwana juu ya dhoruba zote. Ni Bwana juu ya tufani zote. Haijalishi ni tufani aina gani, Yesu ni Bwana bado. He's still in control, my friend. Mama, baba, kijana, nataka nikuambie ya kwamba Yesu bado anatawala juu ya kila tufani. Kwa hivyo unapopitia tufani usisahau kwamba Jesus is the master. Jesus is the master over every storms of life. Na kwa sababu hiyo nakufundisha hichi ya kwamba wakati unapokosa mahali pa kukimbilia, unapokosa mahali pa kwenda na kutafuta msaada, kumbuka kuna Yesu ambaye ni Bwana wa dhoruba na tufani. You need to run to Christ because He's the Lord over every storm of life. Tunaweza kumkimbilia Yesu. Tunaweza kumfuata Yesu ambaye ni Bwana juu ya mawimbi yote ya maisha. Amen. Hasa kuna tabia ambayo hizi storms huwa ziko nazo. They are characteristics of any storm. Kwa nini tunaita ni dhoruba ama tunaita kwamba ni tufani ya maisha? Number one, storms, they don't discriminate. They are universal and they are common to everybody. Dhoruba hazichagui mtu, zinatokea mtu yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Tabia moja na dhoruba ama tufani ni kwamba haichagui wewe ni kabila gani. Haijalishi unatokea wapi. Inatokea kwa kila mtu. Ndiposa dhoruba ilitokezea hata wakati Yesu alikuwa kwenye chombo. Kwa hivyo unapopitia dhoruba za kimaisha, usishangae. Elewa ya kwamba it is universal. Na usione kwamba wewe ndio wa kwanza. Unajua kuna shida ambazo tunapatanga, unasema ni wewe tu peke yake. Si wewe peke yake. Unajua hata huyu Elijah alipotishiwa na Yezebeli, akawa naenda ndio afi, akamwambia Bwana, mimi si bora kuliko baba zangu, afadhali unitoe maisha. Akasema ati ni mimi peke yake ndio nimebakia. Ulisikia hiyo? Alisema ni yeye peke yake amebaki. Wakati unafikiri ni wewe peke yako, Mungu akamwambia sikiza Elijah, wewe unataka kufa ati kwa sababu uko peke yako? Nina 7,000. Nina 7,000 ambao hawajapiga goti kwa Baali. Mara nyingine unapitia hali unajiona ni wewe. Kuna wengine wanapitia kama wewe. Usidanganyike ati ni wewe peke yako. Imagine. Yaani alikuwa anajiona ni kwamba ni yeye peke yake. Ati mimi Mungu ndio nakuabudu sana. Waacha hiyo. Kuna watu wanaabudu zaidi yako. Ati Bwana mimi nimeomba sana. Hujaomba. Mungu akikwambia wale wanaomba, hata utaona wewe ulikuwa unafanya mazoezi. Unasema unajiona mimi peke yako. Wewe hapo. Anamwambia imagine, yani mtu amekaa muda wote akipambana mwenyewe. Hata ile siku akitisha moto alipambana mwenyewe. Anamwambia Mungu ni mimi tu nimebakia. Mungu anamwambia cha ujinga. Niko na 7,000. Hata niko na 7,000. Akamwambia pregelea niko na 7,000. Na ulikuwa unajiona uko peke yako. Nataka nikwambie uko peke yako. Kile unachopitia wengine wanapitia. Ni vile hawajakwambia. Ndio mwenzako mwambie kile unachopitia hata wengine wanapitia. Ni vile hawajakwambia. Unajua kama tungekuwa tunasema mambo tunapitia hapo wengine sipi tungekuaje na mngetuonaje ama ungetuelewaje? Watu wanapitia mambo mpendo. Usiangalie mtu amevaa smart anang'ara ukaona kwamba ati hana changamoto. Hiyo si ishara. Unaweza kuona changamoto kibao na eti kiatu kinang'ara. Nywele uko sawa.
lakini changamoto ziko kibao. So don't judge by the appearance. Ati kuna lipstick. Wewe unaweza kuwa na changamoto na una lipstick kako hapo. Ati? Umesikia hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Na unaweza kuwa unatoa very good smile, lakini ukiambiwa kwamba jana pengine mtu nililala njaa, unaweza shangaa. Ulilala njaa na unapiga smile hivi. Maana smile si ishara kwamba umeshiba au una njaa. Sikiza. Hagai kuna mahali alifika, na siku nyingine nitawafundisha kuhusu kitabu cha Hagai. Alipitia mambo makubwa sana tu, machungu. Akafika mahali akasema hata wakati mitini haitatoa matunda, wakati kwenye zizi ya kutakuwa na mifugo, my God, bado nitabakia ni msifu Bwana. Maana alifika akaona ndio kunaweza kuwa sina wanyama, ninaweza kuwa sina matunda na mazao hayapo shambani, lakini I will still rejoice in the Lord who is my salvation. Mara nyingine inafika unasema sina pesa, ndio nadaiwa, sina hiki na kile, lakini nitaendelea kumsifu Mungu wangu katika shida na mateso na mapito yangu, maana yeye ni nguvu yangu, yeye ni wokovu wangu. Hapo umefika mahali umekomaa. Alicheki akaona hakuna kitu cha kumsifu. Si kwamba kila wakati tukisifu kuna kitu cha kusifu mpendwa. Mara nyingine ni kujitia moyo. Kwa hivyo Hagai akaamua tamsifu Mungu. Kuna mambo mengi yalikuwa yanatokea katika wakati huo katika Yuda, ambayo Habakuki yalikuwa yanatokea mambo mengi ambayo alikuwa haelewi katika taifa hilo, na akawa na manunguniko mengi ndani ya moyo wake, na akawa na maswali mengi kumrushia Mungu. Na Mungu alipompatia majibu, kwa wale wamesoma hicho kitabu, ina chapter 3 pekee yake. Hata baada ya Mungu kumjibu, majibu yake hayakumridhisha. Unajua kuna mara nyingine unamuuliza Mungu lakini unataka akujibu kitu fulani, lakini hakujibu hivyo. Sijui kama unaelewa. Sometimes we ask God but there's an answer we want, lakini Mungu akamjibu majibu ambayo hakutarajia, na yakawa ndio mazito zaidi. Hata yani baadaye nafikiri moyo wake alisema hata heri singekuuliza Mungu, maana Mungu akamwongezea dozi nzito. Yaani unajua kuna kitu unatafuta, lakini katika utafuta ndio unakuta ndio mambo mabaya zaidi hata usingetafuta. So Hagai alijipata katika hali kama hii. Na alipokuwa hajui na haelewi Mungu na majibu yake, na amelalamika, akaona sasa kilichobakia hakuna mavuno shambani, hakuna mifugo katika kundi langu, lakini nitaamua kumsifu Bwana hata kama sina majibu ya maswali yangu, hata kama sijaridhika, lakini nitamsifu Bwana. Mpendwa, inawezekana yale unapitia leo uelewi, usingangane uelewe. Not everything in life you will understand. Unielewe. Si kila kitu kinachotokea maishani mwako mpendwa utaelewa. Not everything that happens to you will make sense. In my life nimetambua kuna mambo napitia ambayo hayanipatii maana. Na hiyo haimaanishi kwamba Mungu si Mungu. Hata wakati unayopitia uelewi, but anabakia Jehova, anabakia Elishadai, anabakia kuwa Yahweh. Hata wakati huelewi anachofanya. Not every time we will understand his ways. Tujifundishe wapendwa. Mimi nimeachana siku hizi kujipa stress. Wala hata nimeacha kumwambia Mungu, Mungu nionyeshe. Mungu nionyeshe. Akisha nionyesha na nisaidiaje? Akisha kuonyesha, Mungu mbona kunionyesha? Angekuonyesha. Mbona kunionyesha fulani anakufa? Alafu angekuonyesha
Unajua wengine angekuonyesha ungekufuata kabla yake. Ushukuru Mungu kuonyeshwa. Ulishtukizia ikawa ni storm. Tutaona characteristic ya storm nyingine. Si mnajiuliza, mbona Mungu ametuonyesha? Pastor, hivi kabisa. Mungu anakuonyesha. Na basi si unasema Mungu anakuonyesha vitu. Bwana asifiwe. Kwani unanionaje? Mimi ni Jehova. Wewe mimi si Jehova wa nyonyi. Bwana tuliza hao. Yapasa kuona. You are not in the spirit. Wewe unaweza kuwa kwenye roho lakini uonyeshwe. Wewe ukisoma hata Biblia, nabii yule alipokuwa naomba Elisha, alikuwa nafikiri ilikuwa ni Elisha. Wakati ule mama mtoto wake amekufa na nini akatuma mfanyakazi kule. Hata alikuwa anasema mimi Bwana hajanionyesha. Mpaka mama anakuja anashindwa ni nini? Mungu alikataa kumuonyesha. Sikiza, hakuna mahali tuliandikiana na makubaliano na Mungu kwamba lazima kila kitu anionyeshe. Kwa hivyo msinipe stress. Amen. Niangalieni. Mmesikia nimesema nini? Hakuna mahali tuliandikiana contract na Jehova kwamba Mungu chochote kisifanyike kama hujanionyesha. Mimi sijaandikana, sina mkataba. Kwa hivyo hata wakati anapotokea sijaonyeshwa, mimi tu what I do, I trust his love, I trust his faithfulness, and I know that he's got everything in the best interest of me and the church. Na hiyo inanipa amani. Hata kama kimetokea kile kimetokea, lakini najua Mungu ananipenda. Mungu bado anakusudi na mimi. Mungu bado anakusudi na kanisa. Na yale aliyokusudia kufanya atayafanya bado, maana hiyo haijamzuia. Sijui kama unanielewa. Mimi nawaambiaga mambo mengine hapa hautasikia kila mahali ukihubiri. Ni heri wewe unasikia maneno haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimekupata hapo. Wewe unauliza pastor ukaambiwa. Unajua. Na saa nyingine Mungu anaweza kupa general message, si specific. Lakini si nilikwambia mwaka huu si mrahisi. Lakini si nilikwambia mimi hata nilikuwa sijui nini, yani lakini sikujua itakuwaje. Sasa tunajua ndio vikitokea. Storms, sema storms. Kwa hivyo ikija haichagui. Ati wewe ni Mkamba, ati wewe ni Mkikuyu. It's universal. Itatokezea kila mahali. Tabia ya pili ya storms. We have no control over where and when they hit us. Hatuna utawala ya mahali na siku ama saa itakapokupiga. You don't have control. Na hii ndio shida tunapokumbana na tufani za maisha na tunapokutana na dhoruba za maisha, we feel that you are helpless. Tunahisi kwamba hatuna uwezo tena. Tunafeel kwamba we are overwhelmed God. Tumezidiwa. Mungu siwezi. I don't know if umepitia mambo mpaka ukaona it's too much. It's too much. I cannot control. Unajua wanadamu wamependa kutawala vitu, lakini kuna mambo yanakutokezea unabakia tu hohehahe pale, you are helpless. There's nothing you can do. Amen. Ni tabia ya storms. Inakuja, inakuacha yani unakuwa hakuna control. Walijaribu control. Ukisoma Biblia utakuta walijaribu kuteka maji wakimwaga nje ya chombo, lakini still kilijaa maji. Na walipong'ang'ana wakashindwa, ndio wakakumbuka kumwamsha Yesu. Mungu atusaidie sana. Mara nyingi tunakumbuka Yesu mwisho, ushaenda kwa wajomba, kwa mashangazi wakakushangaza, ukaenda kwa umeenda paka kwa masponsor. Mungu akusaidie. Amen.
tunakumbuka Yesu mwisho. So we don't have, na hiyo ndio inatufanya tunasikia helpless. Unasema kama ningekuwa na nguvu, kama ningekuwa na uwezo, ningefanya hivi, yani ikakaa vile. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua kama wanadamu sasa hivi tunaweza kujiulizanga maswali. Hivi kwa nini Mungu anachukuanga watu wazuri ndio wanaenda? Kuna watu yani wao ungepewa, lakini si hapa kwa hii kanisa, si hapa. Kuna watu TZ huko, acha nifanye mfano TZ. Sawa? Wapi? TZ. Kuna watu naona huko TZ hao, ungeamua uchague hao ndio wengine ungepengine. Ni mfano lakini. Na wala sina ubaya na TZ. Maana nikisema hapa mtasema pastor, mbona unasema hivi? Sana nasema TZ. Kuna watu pengine ungeulizwa, ungeona hao wangefaa fanya nini? Wangefaa kufanya nini? Kutangulia. Maana kuna watu unajuaga ni wana stress, ni wasumbufu, si wa faida, ni watu mzigo. Unajua kuna watu ambao ni burden. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukiwa nao ni kama umebeba gunia. Lakini unakuta wale wanaoenda ndio wale wanahitajika sana. Wao ndio wa msaada sana. Ndio wanawahi. Hao wengine shida ndio wanabaki. Nasema huko, si hapa. Si Kenya hii sijui. Unanielewa? Na unaweza kuwa na maswali mengi sana. Alafu unaweza ona mtu ni mgonjwa sana mpaka unaona huyu anakufa naende na akapiga mwaka mzima na ugonjwa wake. Huyu Mungu zalina umuelewi. Yaani mtu amesurvive mwaka mzima na ugonjwa wake, hata mkafikiri amekufa. Next year unapita unamkuta sokoni ananunua vitunguu. Haya, ulipona nini? Na mtu anagonjeka leo kesho hayuko. Umeelewa? Storms, when they come, you don't have control. Hakuna jinsi unaweza kucontrol wewe kama mwanadamu. Kumbuka wewe ni mwanadamu. Number 3. They come without warning. They come suddenly. They don't give you time to prepare. Dhoruba na tufani inakujaga ghafla. Hiyo ndio tabia moja na tufani. Yaani inakuja wakati you don't expect solid. Ghafla, suddenly inatokezea. Haikupi muda wa kujipanga. Kuna mambo yamekutokea ghafla, yani huko ana time ya kujiset. Haikupi muda wa kuomba. Haikupi muda wa kufunga. Maana ungejua pengine ungeanza kufunga kimbele. Unasema I wish ningejua. Ulikuwa upasi kujua, maana hiyo ndio tabia na storms. They come suddenly. They come when you are not prepared. Wanafunzi wa Yesu walipoingia kwa chombo, hawakuwa wamejiandaa na hawakujua kwamba kutatokea dhoruba. It came suddenly. Ghafla from nowhere. Mnavuka mwaka, mnaona mwaka uko mzuri. Tumetoka 2020. Na vile tumesumbuliwa na corona na nini. Ukivuka hivyo unasikia kuna kirusi kingine cha corona kikali sasa ndio kimeanza. Nchi zingine sasa hizi na lockdown. South Africa, Zimbabwe, Zambia. Sasa ni kama wave ya pili imetokezea. They come when you're not prepared. Na usiseme mbona sasa sikujua ngajipanga. Inakujanga hivyo. Mwambie mwenzako, wewe inakujanga hivyo. Haikupi muda wa kujipanga. Kwa hiyo usijilaumu. Afadhali hata ningejua ningekuwa mmeenda mfungo wa siku 21 last year. Hata ungeenda bado ingekuja. Tumefika point ya ngapi? Point number 4. There are no age exemption. Ikija haichagui umri. Atiweni mzee, atiweni kijana, atiweni sharubaru, inapita na wewe. No age limit. Usikwenda sione mimi kijana bado. Hata vijana wana storm zao. Umesikia? Haichagui umri. Ati mimi na experience sana.
na experience yako bado tufani itakuja. Kuishi sana ndio kuishi sana ndio kuona nimekula chumvi sana. Kula chumvi, lakini ikija haitaki kujua hata kama umekula chumvi ama sukari, itakuja tu. It doesn't exempt you the age. Hata wewe na videvu unaona hata nina ndevu nyeupe na mvi. Hakuna cha mvi. Sure. Namba ngapi? Number 4. Number 5. They vary in person and in degrees. Zinapishana, zinatofautiana kulingana na mtu na pia intensity yake. Kumaanisha storm ya soja inaweza kuwa tofauti na storm yangu. Hazifanani. But sote tuna storms. Lakini ya kwako ni tofauti na yangu. Na ile ya kwako wewe unalia sana, lakini kija kwangu mimi nacheka. Naona hata haina maana. Wewe soja wewe. Hiki ndio kinamtetemesha. Na wewe unaona uko katika dhoruba. Kwa hivyo usicheke mwingine, maana kila mtu ana storm yake. Ngeukie mwenzako mwambie sitakuchekelea. Sitakuchekelea. Kila mtu ana size yake. Kwa hivyo kila mtu anapoa kadozi ka storm. Dozi yako ya storm ni tofauti sana na pengine pita. Hazifanani. Degrees hazifanani. Intensity yake haitafanana. Kuna ile nyingine inaweza kukufanya ikakuweka chini ukashindwa hata kuja kanisani. Lakini mwingine anaweza kuwa nawe hiyo na kila siku Monday mpaka Friday hapo kanisani. Kwa hivyo zinatofautiana. Zinatofautiana na watu. Hiyo ni nyingine. Tuko number 6. They can make you bitter or better. Storms can make you bitter or better depending on how you will respond. Wakati unapitia hali kama hizo katika maisha, either zinaweza kukufanya uwe mzuri zaidi, uwe bora, ama uwe na uchungu. Lakini anayeamua ni wewe. Wewe ndio utaamua dhoruba unayopitia unataka ikufanyeje. Are you becoming bitter or better? Geukie mwenzako muulize, tufani unayopitia, je, inakufanya kuwa bora ama ndio inakufanya unakuwa na uchungu zaidi? Because kuna wengine tunapopitia katika tufani za maisha, ikiisha tunabakia tukiwa tuko wazi. Inatukuta kwamba tumechoka zaidi, tumelemewa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunakuta tumelemewa zaidi. Unakuta tumelemewa zaidi kwa sababu ya tufani ambao tumefanya nini? Tumepitia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni wewe ujue na uelewe ya kwamba hii tufani ambayo unapitia, je, inakufanyaje? Itakufanyaje? Itakutengeneza kuwa mtu mzuri zaidi, mtu anayefaa, mtu ambaye ana tabia za kimungu, ama itakuacha ukiwa mtu ambaye umekaa mbali na Mungu? Because when we are in a storm, we better run to God rather than running away from Him. Kuna wengine wakati tunapitia katika tufani za maisha tunamfuata Mungu, na badala ya kufuata nini? Kufuata Mungu. Number 7. Every storm has a lesson. Every storm has a lesson. Every storm has a lesson. Kila dhoruba na tufani ya maisha iko na somo. Dhoruba haiji kama hakuna somo. Ni wewe Mungu akusaidie to learn out of that storm. Kile unachopitia leo, kuna nini ambacho Mungu anakufundisha? Ni nini anachokufundisha mama jamii? Kile unachopitia katika dhoruba hii, mwambie Mungu, nisaidie kunifundisha, nipatie, because kila dhoruba ina somo, ina fundisho. There is a lesson for every storm of life. Na mbaya ni ile upitie mateso yote, upitie maumivu yote na utoke ukiwa hujafundishika. Inasikitisha. Upitie kile umepitia mpendwa, kulia ulie, makamasi yatoke na machozi, na utoke ukiwa hujapata fundisho na kuhuzunikia.
Mwambie Mungu akusaidie. Kila storm ya maisha unayopitia, ujifundishe kitu. Nyingine, number 8. No storm is permanent. Hii ndio inatia moyo. Hakuna dhoruba ambayo ni permanent. Ni ya muda tu. No storm is permanent. Kwa hiyo hata kama utapitia misukosuko, utapitia katika tufani ikutikise upepo na mawimbi, kuna muda wake wa kikomo. Kwa hivyo endelea kushikilia mama. Endelea kushikilia, maana tufani huwa si permanent, ina mwisho wake. It's not permanent. Mwambie mwenzako si permanent. Mwambie si permanent. Mwambie ni ya muda. Mwambie ni majira tu. Tika moyo. Najaribu kwenda haraka ndio tulimalizie ile somo la leo, hiyo part 2. Ingine, all storms obey the voice of God, no matter the power behind it. All storms obey the voice of God, no matter the power behind it. Dhoruba zote na tufani zote za maisha zote huwa zinasikia sauti ya Yesu, haijalishi ni nguvu gani iko nyuma yake. Hicho ndio kinatia moyo. Hata kama kuzimu itainuka kinyume na maisha yako, lakini dhoruba zote zinasikiaga sauti ya Yesu. Maana Yesu alipoinuka akasema, tulia, kuwe na amani, kukatulia. Kumaanisha dhoruba zote za maisha zote zitasikia sauti ya Yesu. Nataka kusema hivi, hata dhoruba na changamoto unayopitia leo itasikia sauti ya Yesu. Haijalishi na nguvu gani, haijalishi ni wachawi, madevil worshiper wameamua kuleta hiyo dhoruba, lakini kitu kimoja ambacho kidhoruba inafanya ni zote zinasikia sauti ya Yesu. Na unajua kwa nini nasikia sauti ya Yesu? Kwa sababu Biblia inasema everything was created by him and for him. Biblia inasema yote yaliumbwa na yeye na aliumba kwa yeye, kwa ajili yake. Sasa hizo dhoruba zinakutishia, ni Mungu alizitengeneza. Halo? Hizo dhoruba zinakutishia, ni Mungu alitengeneza, aliziruhusu. Na kwa sababu aliziruhusu na alizitengeneza, bado his voice is final. Bado yeye ana sauti juu ya storm zote za maisha. Hivi nishawahi waambia kwamba wangapi wanajua shetani ana nguvu? Wengine hawana uhakika. Wangapi wanajua shetani ana nguvu? Unasema hana, na unajua vile anakumesa na vile anakukaranga na kukuchambua kama njugu karanga. Chambua kama karanga Siku na wimbo ile mpaka hivi. Na unajifanya ati hana power. Hana power, na mbona anakupepeta? Kama uteo. Okay, acha niulize tena. Wangapi wanajua shetani ana nguvu? All right. Sikiza. Unajua unataka ujue neno la Mungu. Unajua shida wa Kristo, maandiko hatujui. Unajua hata Yesu alirifaa shetani akasema the god of this world. Sasa siingie mafundisho mengine. Unajua kuna mafundisho pia unapima na kiwango cha kuelewa na ukomavu. Kuna mafundisho niko nayo nawaambia, ambayo sidhani hata nitayafundisha this year, hata next year. Maana mengine ni mazito sana kuyashikilia. Na mengine kama hujajua basic imani, kutubu, upendo, hujaelewa, hizo ukikwambia zitakuchanganya. Na utasema pastor, ni kweli hiyo kwa Biblia inaweza kushtua. Nimewaambia hivyo leo mjue. Amen. Lakini tunapoendelea miaka ijayo nitawafundisha. Amen. Sasa Yesu anaita shetani, anasema Mungu wa ulimwengu. Yesu anasema. Alafu kuna mahali Yesu anasema hivi, nimewapatia mamlaka mkanyage nge na nyoka na kuna na juu ya nguvu zote za adu. Nguvu za adu. Nguvu za adu. Ni nani anayesema? Yesu mwenyewe. Kumaanisha don't underestimate your enemy.
Maana ndio unamerafi. Na unaona vile anakukaranga kama chapo, anakugeuza hivi, anakupiga hivi, anakupiga kama chapati. Don't underestimate him. Anasema nguvu za adui. Za adui. Kitu kingine niwaambie kuhusu nguvu za shetani. Do you know? Shetani hana nguvu zake mwenyewe. Halo? Umenyamaza. Unaona kuna vitu vingine nikiwaambia naona hamtavielewa. Shetani hana nguvu zake mwenyewe. Shetani hata hizo nguvu anazotumia ni nguvu za Mungu. Hizo shetani nguvu anatumia. Sikiza. Do you know shetani kabla ya kuwa shetani alikuwa nani? Malaika. Aliyekuwa anaitwa nani? Lucifer. Lucifer alikuwa ni malaika? Sawa sawa. Na uelewe ya kwamba malaika ni created beings. Ni viumbe walivyoumbwa kama jinsi umeumbwa, malaika naye aliumbwa. Kwa hivyo kumaanisha hivi. Kwa hivyo kilichobadilika ni jina tu. Kutoka Lucifer akaitwa Satan. Halo? Lakini bado ni malaika, lakini malaika mwovu. Na ndio maana nawaambia hivi, we cannot compare the devil, Satan with God. Hatuwezi ati kumweka kwa mizani ati Mungu ama shetani. Who is the devil? Shetani si kitu. Ni kitu kilichoumbwa. Sasa atampigaje compare? Shetani atampigaje compare Mungu? And yet is a created being, the devil. Ni vile tumemweka shetani mkubwa. Shetani wapendwa. Shetani mbaya ndio, but is a created being. Amen. Na ndio maana alipoleta noma kule mbinguni. Sema noma, alipoleta noma. Alipoleta vita, ukisoma kitabu cha Ufunuo. Si Biblia inasema kulikuwa na vita mbinguni? Nikuulize, katika hizo vita ulimuona Mungu amekuja kupigana na shetani na huyo Lucifer? Alituma nani? Alituma nani? Michael. Maana Mungu aliona usimachi yangu, nitakuwa namuonea. Wacha nitumani mtu ambaye pia ameumbwa kama yeye. Michael, shughulikia huyo jamaa. Amen. Na usiona vile amechanazo. Pigwa kibao kimoja ka drop chini. Na Biblia inasema sisi tutahukumu malaika. Yaani hata sisi Michael akichemsha tutamhukumu. We are above angels. Umeelewa? Kwa hivyo tunapoongea kuhusu nguvu ya shetani, anatumia nguvu ambazo Mungu alikuwa amempa, but anaitumia kwa ubaya. Si umeshaona watu wanaingia katika uongozi, tunakupigia kura. Kwa mfano wewe ni MCA, kwamba utuongoze vizuri, utusaidie na utuwezeshe. Si sawa? Lakini tunaona ukiendelea pale, ile nguvu pia unakuta anaanza kutumia nini? Vibaya. Badala ya kufanya mambo mazuri, tunaanza kuona anafanya mambo mabaya. Kwa hivyo nguvu shetani alizonazo, hana nguvu zake alijitengenezea, ni nguvu ya Mungu. Ndipo sababu Biblia inasema everything was created by him for him. Kwa hivyo anatumia vibaya nguvu za Mungu. And that's why ndio Mungu anaweza kumdhibiti. Because he is the Lord over every storm. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa haraka tunapomalizia, tuangalie kwa nini Mungu huruhusu storms of life. Sababu ya Mungu kuruhusu dhoruba katika maisha. Number 1, to get our attention. He raises his volume in our storms. Mungu huruhusu dhoruba na tufani katika maisha ili kupata mtazamo wetu ama our attention. Kwa sababu wakati unapitia katika tufani ama dhoruba, wakati huo ndio kama Mungu ameongezaga volume. Ushaona pale ukiwa na redio nyumbani, si kuna mahali unaongezaga volume? Sasa wakati Charles unapitia katika tufani, volume ya sauti ya Mungu iko juu. Ni rahisi sana kumsikiza Mungu na kumtii wakati uko katika ngori. Watu wa mtaa wanasema ngori. Wakati uko katika shida na mapito hayo, ni rahisi kumsikia Mungu because his volume is raised during the storm. Huo ndio wakati unasikia unapiga kelele. Maana huko kwingine mambo yakiwa mazuri, kalia Charles, mambo yakiwa poa, ni kama hata usikie unashika shughuli zako. Hela iko, kila kitu, mambo ni poa.
Lakini wakati uko katika storm, unasikia Charles, niko hapa, ni storm. So Mungu uruhusu storm katika maisha ili capture attention yako, maana uko busy na shamba, maragwe, vitunguu, tomato. Sasa Mungu sometimes akiongeza volume anakupigia nini? Stop. Alafu unapiga hot. Ama kama ulikuwa unafanya hivi unaenda weza Amen. Inabidi ugeuke. So God does it to capture attention. Anakamata ufahamu wako. Sawa sawa? Number 2. Mungu pia uruhusu storms kwa maisha to bring us to repentance. Wengine wetu inatuchukua tufandi za maisha ndiposa tutubu. Maana wengine tuna shingo ngumu. Sasa ili tutubu lazima Mungu atukunje na storms. Ukisoma Jonah chapter 1, Jonah, kitabu cha Yona, mlango wa kwanza mstari wa kwanza hadi 17. Utaona baada ya mambo kufanyika, ile storm Mungu aliachilia. Unajua Mungu aliachilia ile storm ili ampatie funzo Yona. Na wakati Yona alipokujwa kutupwa, uli notice alipotupwa kwa bahari, storm iliacha. Sijui umeelewa? Yeye alitumwa aende wapi? Nineveh. Na yeye akaamua kwenda wapi? Tarshish. Sasa storm ikainuka. Na wengine tuko na storm saizi. Maana kule Mungu alitupambia twende, hatujaenda. Tumejiendea njia zetu. Na mgeukie mwenzako mwambie umesikia hivyo umeambiwa. Mwambie jichunguze. Inawezekana umeshika njia mbaya. Sasa una notice alipotupwa kwa bahari kukatulia, akamezwa na samaki. Na huyu samaki alikuwa na adabu. Ushasikia samaki ambao ana adabu? Samaki ambaye anakukula na akutafuna. My God. Hadi Mungu naye. Unajua unaweza kupitia hali katika maisha mazee uko ndani ya samaki, lakini unashangaa usagwi, hufi uko, lakini una shida, una changamoto, unapigwa lakini uelewi, lakini maisha inasonga. Uko kwa samaki. Akiwa ndani ya samaki utasoma, Biblia inasema akatubu. Akiwa ndani ya samaki akaanza kutubu. Sasa wengine inachukua tumezwe na samaki ndio tuweze kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Samaki ina akili, imagine samaki paka inaenda kwenye ufuo na siferi. Jamani, mimi nakushangaa. Imagine siferi ati nakupeleka hapo. Mimi sijui samaki inatapika, mimi sijui siku hiyo Mungu aliambia nini, ikamtema ikarudi zake. Mungu akamuofa free transport. Ujue ni Jehova. Samaki zingine zimekumeza, zinakusukuma, zinakupeleka ni free transport. Na unalalamika, kumbe ni free transport. Ndio mwenzako mwambie inawezekana ni free transport. Kule ambapo unafaa kweli. Ulisikia wapi? Samaki. My God. Alafu samaki tena mngojea, yani kwa hiyo inangojea tu huyu atadondoshwa kutoka kwa mwe. Akiangushwa tu. Maana nafikiri angeangushwa akawachwa kama dakika 5 hivi, jamaa angekunywa glasi za maji angekufa. Ngoja kwa uongo. Yani alisubiriwa, yani time, you know God's time is the best. Yani unatopwa, unanyako. Akasurvive. Usiniulize alikuwa anapumwaje ndani ya utumbo wa samaki. Usiniambie oxygen alikuwa anavutaje, usiniulize. Jehova anajua. Na Jehova anajua jinsi utasurvive ndani ya samaki. Hautamalizika, oxygen utavuta na utakuwa na afya na utajikuta mambo nyingine. Yaani kivovote Bwana atahakikisha umefika pale aliposema kwa hatima yako na kwa kusudi lake, hata kama atatumia storm, mara nyingine atatumia dhoruba, changamoto za maisha zikusukume kwa pale anataka ufike. Haitamsumbua Mungu. Maana ukiambiwa uende, sasa ukipata storm mwambie Bwana asante, najua sasa naenda. Wangapi watasema hivyo? Ambao walikuwa hawaendi lakini storm sasa inawaendesha, wakasema thank you
you Jesus for your storm. Hebu niulize, kuna watu wameshapitia storm za maisha hapa na leo wakiangalia wanaona advantage ya ile storm walipitia, maana kama sivyo wasingekuwa pale wamekuwa. Wali appreciate ya kwamba kwa upande mwingine iliwasaidia. Hebu nyosha mkono. Kuna kitu ulipitia, si ilikuwa kitu kizuri, lakini kilikusaidia kwa eneo fulani. Si unaona? Si kweli? So sometimes Mungu anaweza kuamua free transport. Wangapi wanataka free transport hapo? Pastor, ondoka hiyo point. Natoka hiyo point. And point number ngapi? Number 3. To bring us closer to him so that we can focus and depend on him. Mungu achilia tufani na dhoruba ili tukaanze kumtegemea yeye na kumwamini yeye. Sometimes Mungu anatuleta karibu na yeye kupitia storms. Ukipitia hiyo mitikiso na kupigwa huku na huku, ndio unasonga karibu na Jehova. So all this time God has been bringing you closer to him. Wakati wote mama unalia, unalaani, unasema kumbe Mungu amekuwa akikuvuta karibu na yeye. Mungu anakusaidia kukuleta karibu na yeye katika hizo tufani. Nyingine, to conform you to the image of Christ. Ili wewe ufananishwe na Kristo. Ili wewe ukafanane na kusudi lake na matendo yake. Mara nyingine Mungu ataruhusu storms. So akiyapitisha hayo, anakufanya unaanza kufanana na nani? Na yeye. Unaanza kufanana na nani? Na yeye. Na unaimba hapa, nataka kufanana nawe siku zote za maisha ya. Unajua unaimba nini? Bwana sifiwe. Na ijulikane kuwa huko Mungu wa Elijah. Unamjua Mungu wa Elijah? So mara nyingine kufananishwa na Kristo inabidi achilie storm ndio ufanane na yeye. Maana ukiangaliwa saizi ukichekiwa sasa hivi unakaa kama mseuji wako. Nakumbuka mseuji wako. Wakati anamjua mseuji wako. Lakini sasa Mungu anataka kufanana na mseuji wako. Anataka tufanane na yeye. Sasa storms ndio inatutengeneza. Number 5, to demonstrate his power in our lives. Mungu huruhusu storms ili adhihirishe nguvu zake kwetu. So wakati storm imekuja, sema Yesu asante, maana uwezo wako unaenda kuonekana. Nguvu zako zinaenda kudhihirishwa. Faster. Number 6, to equip us for service. Inatuandaa sisi kwa ajili ya utumishi. Kumbe kuna mambo Mungu atakuruhusu kupitia mpendwa, si kwa ajili yako mwenyewe, ni kwa ajili ya kuwasaidia wengine. God is preparing you for ministry. God is preparing you for service. Mungu anakuandaa kuwa kuleta mguso kwa watu wengine kupitia dhoruba unayopitia. Naenda haraka sasa. Number 7, to reveal himself to us. Mungu anatamani tumjue zaidi. Anataka kujifunua kwetu kama jinsi alivyojifunua kwa wanafunzi wake. Kuna jinsi hatuwezi kumjua yeye pasipo hizo dhoruba za maisha. So ukipitia unajikuta umemjua Mungu zaidi. Number 9, to demonstrate his love and care. Mungu anaweza kuruhusu mambo haya pia adhihirishe upendo wake kwako na pia kujali kwake. Wakati anapoingilia kati katika hali unayopitia, unatiwa moyo na kujua kwamba Mungu ananipenda na Mungu ananijali. Kama wakati ule Yesu alipoinuka akanyamazisha mawimbi, wakajua kwamba kumbe Mungu anawapenda. Kumbe Mungu anajali. Sasa mara nyingine yale unayopitia pia ni ya kukufundisha, kukuonyesha kwamba Mungu anakujali na Mungu anakupenda. Number 9, to remind us that he is in control. Inatukumbusha ya kwamba yeye anatawala. Anatukumbusha ya kwamba yeye anatawala. He is still in control. Wakati mambo yanakuwa magumu,
wakati mambo yanakuwa yanatushinda, anatukumbusha, anatuambia ya kwamba bado yeye anatawala. Ya mwisho, to reveal what is inside our hearts. Mara nyingine ni wakati wa dhoruba za maisha ndipo tunapotambua ni nini kilicho mioyoni mwetu. Ni kupitia dhoruba waliopitia wale wanafunzi wa Yesu, kupitia dhoruba waliopitia, ndiposa katika hiyo dhoruba unaona kwamba tunaona hofu imewaingia. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hofu ikiwa ina nguvu katika dhoruba. Amen. Kama si dhoruba waliopitia, wasingejua na wasingeelewa kwamba walikuwa wanauoga moyoni mwao. Lakini kwa sababu ya wale waliopitia, tukaona hofu ikaonekana, hofu ikajulikana, hofu ikafunuliwa katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. So wakati tunapopitia katika dhoruba za maisha, tunapopitia katika tufani za maisha, hapo tunakuja kuelewa ni vitu gani viko ndani yetu. Wengine wetu tutajua wakati huo kumbe tuna chuki. Wengine wetu tutajua kumbe wakati huo kumbe pia tuna uchoyo. Wengine wetu tutajua kumbe huwa tunasumbuliwa na wivu. Maana huwa inafunua. Ni kama yale majani yanakaa, zile tea bags nyeupe zikiwekwa kwenye maji moto, unaona rangi inaanza kugeuka maji, lakini ulikuwa unaiona nyeupe. Sasa Mungu tumia dhoruba, upepo na mawimbi ya maisha pia kutuonyesha ni nini kilicho ndani yetu. Tutakujua wewe jinsi unapopitia shida. Tutakujua tabia zako unapopingwa na watu. Tutajua tabia zako wakati watu wanasimama kinyume na wewe. Tutajua tabia zako. Bwana Yesu asifiwe. Tutajua tabia zako wakati unapitia hali kama hizo. Tutajua kama kweli wewe umedhibitika katika kumjua Mungu. So dhoruba zinakuja pia kufunua kile ambacho kiko moyoni mwako. Na sijui nini kiko moyoni mwako, lakini Mungu atakuonyesha ya kwamba mtoto wangu, ingawaje unanipenda, ingawaje nimekuwa na wewe, lakini unasumbuliwa na hofu. So unaona vile imetokea, vile umeogopa. Niamini mimi, deal na hofu. So they come to reveal what is in our hearts. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwa hilo neno ambalo tumesikia leo na vitu ambavyo tumejifundisha leo. Anaamini ya kwamba wewe unayenitazama kuna kitu umejifundisha kuhusu storms of life. Ya kwamba si bure, Mungu anakusudi ya kila dhoruba unayopitia. Na tumeona tabia za dhoruba zinakuja wakati hatutarajii. Hazikuji kutuandaa. Na kuna mambo yametokea ambayo kutarajia. Lakini nataka nikwambie, Yesu ni zaidi ya storms. Yeye ni zaidi ya shida zote. Unaweza ukamwamini, unaweza ukamwambia nisaidie. Kama hujapeana moyo wako kwa Yesu, omba ombi hili nyuma yangu. Bwana Yesu, nimekuja kwako. Najua katika dhoruba za maisha siwezi bila wewe. Naomba unisaidie. Naomba uniwezeshe. Naomba utembee na mimi. Naomba utukufu wako kanifunike. Kuanzia leo napeana maisha yangu kwako. Nisamehe dhambi. Nitakufuata wewe siku zote za maisha yangu. Katika jina la Yesu nimeomba. Kwa hiyo umempokea Yesu, tafuta ushirika na yeye. Tafuta kanisa la kiroho kuenda kujengeka imani yako. Na wote ambao wamejumuika nami, nataka kuomba nani. Baba, ninakushukuru kwa kila aliyekuwa anatazama mahubiri haya. Ninaomba Mungu kawatie nguvu. Ninaomba Mungu kawatakase. Ninaomba ukawatie nguvu katika dhoruba za maisha. Ninaomba Bwana ukajifunue kwao, ya kwamba wanachopitia si cha kuharibu, bali ni cha kuwajenga na cha kuwainua katika viwango vingine. Ninakutukuza, ninakuinua kwa sababu wewe ni mwema, kwa sababu wewe ni mwaminifu, na kwa sababu unatosha katika maisha yetu. Pokea sifa na utukufu kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Amen. Patie Bwana Yesu makofi. Mungu akubariki wewe ambao umekuwa nami. Jina langu ni Mchungaji Samora Kitengi kutoka Taveta Abundant Life Center. Unaweza pia kuona channel ya YouTube
Pastor Samora Kitengi, kuna mahubiri huko unaweza pia kuyaangalia. Otherwise, Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu katika tufani za maisha. God bless you. Amen.